Nashukuru wanahabari kwa hapa. Kwa kifupi ni kwamba sisi kama balozi tuna mkutano baina yetu na yenu kuelekea kilele au maadhimisho ya siku ya unywaji maziwa Tanzania au siku ya kuhamasisha unywaji maziwa Tanzania ambayo kitaifa itafanyika mkoani Iringa tarehe 24 na 25. Hasa ni vyema wakaanza kuzungumza na balozi wenzangu na tutamtambulisha mmoja mmoja, tazungumza kwa sababu sisi kama balozi wa kampuni ya Asas ambao ni moja wa watengenezaji wakubwa wa bidhaa zinazohusiana na maziwa pamoja na maziwa yenyewe, tutakwenda Iringa wote kwa mmoja wetu. Sasa kabla ya mimi kumaliza, na wazungumzaji ni hawa wakubwa, mimi nitafanya kazi tu kuwatambulisha mbele yenu, na atakuwa anakuja hapa kiti cha Kadoki, kila anayekuja aweze kuzungumza japo kwa muhtasari ili tuweze kuwahi msikitini. Ladies first. Thank you very much. Nachukua nafasi hii kuweza kwanza kualika wananchi wote wa mkoa wa Iringa. Tutakuwepo tarehe 25 mwezi wa 9, I think zimebaki siku chache, ili tuweze kuja kujumuisha na nyinyi kwa ajili ya kutoa elimu mashuleni ili watoto waweze kunywa maziwa na hata mwananchi au Mtanzania wa kawaida aweze kunywa maziwa, kwa sababu imeonekana kwamba kuna asilimia nyingi sana wa Tanzania hawana tamaduni za kunywa maziwa, ikiwa maziwa bareni ni muhimu sana katika mwili wa binadamu. Maziwa hayo yana protein, madini and vitamins. So na pia vile vile kwa upande wa watoto, maziwa watakapokunywa maziwa, watakapokuwa na tamaduni ya kukunywa maziwa, watapata afya bora na pia hata uelevu kiakili, watakuwa wako smart. So tunaenda kutoa elimu hii mashuleni ili watoto wawe na tamaduni, wasio na tamaduni kama za wazazi ambao vizazi vilivyopita, yani hatuna utamaduni kabisa wa kunywa maziwa. So tunaenda kutoa elimu ili watoto waweze kunywa maziwa na wananchi waweze kunywa maziwa, na hata hawa watoto tutakaopa education, wao watakuwa pia ni mabalozi au wajumbe tosha kwa ajili ya kizazi kijacho, kwa sababu ukiangalia tu takwimu zinasema Mtanzania wa kawaida kwa mwaka anakunywa maziwa lita 49, na ikiwa anatakiwa, yani hiyo ni ushauri kutoka FAO, inatakiwa mtu anywe lita 200 per year. Hiyo ndo afya zaidi kabisa kwa kila Mtanzania, natakiwa iwe hivyo. Lakini tumeacha sana kunywa maziwa na tumesahau sana kwamba maziwa yana umuhimu katika mwili wa binadamu. Utakuta watu wengi sasa miili yetu imejaa mafuta, chips, mawanga, nini, lakini ukisema katika umuhimu wa vitu vinavyopatikana muhimu katika maziwa, hatuna kabisa. Kwa sisi lengo letu, tunasimama na serikali katika hii siku ya kwenda kuhamasisha Tanzania itambue umuhimu wa maziwa na utamaduni wa kunywa maziwa. Sasa hivi maziwa badheni yameshuka bei rahisi kabisa. Maziwa ambayo bora kabisa 100% ni maziwa kutoka kwa ng'ombe kabisa halisi wa kienyeji. Hasa katika kampuni yetu Asas, maziwa yetu ni bora. Maziwa yetu ni bora, mtindi wetu ni bora kwa sababu si powder au si those maziwa ambayo yanakuwa fake, no. Maziwa yetu sisi yana ubora kabisa, tena yani katika viwango vilivyokuwa vinavyohitajika kabisa. So wananchi wenzangu, Watanzania wenzangu, tujifunze kuwa na utamaduni wa kunywa maziwa, tutoe elimu kwa watoto zetu. Baba ukitoka, tambua nyumbani, utakuta kuna mwanamume mwingine anatoka, anarudi home, ananunua juice, ananunua vinywaji visivyokuwa na faida katika mwili wa binadamu au katika faida katika mtoto wake, kiafya, hata kifamilia yake. So it's better kama baba ukirudi nyumbani, zawadi kubwa nzuri ya mtoto au ya wife wako, peleka maziwa nyumbani. Acha kujaza vitu vya alcohol au mavitu ambavyo zilikuwa na kawaida kwa friji. Mama lazima utambue, unasimama nafasi kama mama na mwana. Mtoto anywe maziwa kwa ajili ya afya yake, na we mama unywe maziwa kwa sababu ya afya yako, kwa sababu mama at the end of the day unahitajika uzae, uwe na mambo mobu, lakini if you don't have afya, hiyo itakuwa ngumu pia vile vile. Kwa hiyo wote kwa pamoja tusimame katika nchi yetu, tupeleke salamu zetu ambao wameanzia huko Masaini huko Meru
kwenye vitonga vya Meru. Kwanza kabisa nashukuru, ningependa niwasalimie kikwetu. Mtana, sema mtana, unasema maega. Mtana, Maega. Ni salama kutoka Wazabeni. Mimi sio Masai, ni Mwazabe. Mwazabe. Kutoka ukanda wa Nyasa. Kwanza kabisa ningesema kuangalia kwamba mimi ni mhamasishaji. Nahamasisha kuzunguka ule uwanja wa taifa wenye watu 65,000, napanda kila kota nikiwanyanyua watu ni zaidi hata ya 100 au mara 200 kuwanyanyua watu kuhakikisha wote wananyanyuka. Zile nguvu sio kwamba eti unaweza kufanya vile bure bure. Hapana. Ni maziwa. Kwa sababu kuhakikisha vile unafanya vile ni zaidi ya gym. Kwa hiyo nahakikisha nakunywa maziwa ili nakuwa na nguvu. Kwa hiyo pia hata wewe ningependa kukusii tu kwamba kuhamasisha kunywa maziwa. Maziwa pia yana nguvu sana. Angalau kwa siku jitahidi unywe hata glasi 2 au glasi 1 kama umebanana kabisa uko busy. Niwaombe tu. Tunasoma bango langu linasema glasi 1 ya maziwa kila siku kwa afya bora. Na elimu bora. Tusahau kuandika tu pia. Kwa hiyo mwasi pia mashuleni au nyumbani kwetu hamasisha watu wanywe maziwa, maana yanahamasisha kupa nguvu, yana protini nyingi. Asante sana, tukutane Iringa. Piga maziwa. Shafu mwa mwili maziwa yote. Au food. Maziwa na food. Asalamu alaykum. Kama wenzangu waliotangulia, kikubwa ambacho kimetweka hapa ni pamoja na kuhamasishana kutumia maziwa bora ya Asas, lakini pia tunapashana ili tarehe 25 ambayo ndio siku ya kuhamasisha wa Tanzania vijana hasa wanaokuwa walioko mashuleni kutumia hii bidhaa ya maziwa ambayo inawasaidia kuwajenga na kuwapa afya njema na kuwasaidia vichwani mwao wanapokwenda madarasani waweze kupata kusikiliza yale wanaofundishwa, mwisho wa siku yawasaidie waweze kufaulu mitihani yao. Kwa hiyo tarehe 25 mimi pamoja na mabalozi wenzangu wa Asas tutakopo Iringa katika kilele cha siku hiyo ya kuhamasisha unywaji wa maziwa mashuleni. Na sote tunafahamu kampuni ya Asas namna ambavyo imekuwa kipaumbele kuhamasisha kusaidia vijana wengi kunywa maziwa, na wao pamoja na kufanya biashara, lakini sisi sote ni mashahidi. Mwaka 2018 walikuwa mstari wa mbele kuhakikisha vijana walioko katika mkoa wa Iringa, Njombe pamoja na mkoa wa Mbeya wanapata maziwa mashuleni. Kwa hiyo walikwenda kusambaza zaidi ya lita 300 na ushei. Kwa ndio maana hata mwaka huu siku ya kuhamasisha unywaji wa maziwa mashuleni inafanyika pale Iringa, kwa sababu Iringa ni moja kati ya mikoa ambayo ina vijana wengi ambao afya zao zimedumaa kutokana na ukosefu wa kinywaji maridhawa kabisa. Kwa ndugu yangu Haji, na wewe pia nakuhamasisha vile vile, maana sio tunakaa tunahamasisha watu wakati sisi wenyewe huko hatunywi. Na wewe ni mmoja wapo watu ambao unajua kabisa maziwa hataki kuyanya na wabishi. Kwa kuanzia leo mfano wa kuigwa pamoja na ndugu zetu wengine huko mbele ambao wanatufuatilia. Asanteni sana. Hiyo kweli mimi maziwa jamani, nilikuwa namwambia hata JB imefika muda mrefu kweli sijanywa maziwa, lakini ninajisikia hamasa mpya kutoka kwa ndugu zangu. Sasa tuendelee na kaka yetu Lemutus. Asas ni moja ya kampuni ambazo ina mabalozi kutoka katika kada tofauti, ambao kusema ukweli wameisaidia sana, au mmoja wetu wa mabalozi umeisaidia sana kampuni kiasi cha kwamba leo Asas ishakuwa moja katika brand kubwa sana Tanzania. Imagine muunganiko wa sisi, wengine watu wa football, wengine wasanii wa maigizo, wengine yani social media, tukiamua kwa attack jambo Asas nchi nzima inajua, na tutakwenda kuifanya ile jambo Iringa kwa nguvu sana. Na kama mnakumbuka kwenye press yangu ya mwisho ya timu ya taifa nilizungumza katika kila mechi, ukiacha kujaza watu, tuwe na mpango maalum
wa jambo la kitaifa, kampeni yoyote ya kitaifa tujikite nayo kwenye hiyo siku ya mechi. Sasa tutashauriana tuone kwenye mechi ya timu ya taifa ya Tanzania na Sudan, kwa sababu ni kilele, wiki hii ndio kilele cha maadhimisho ya unywaji wa maziwa kitaifa. Mechi hii sisi kama balozi tutaitumia kama kuhamasisha watu waendelee kunywa maziwa. Kwa hiyo tutakuwa na ujumbe maalum kwenye mechi. Karibu brother. Asante. Nafikiri tunafahamiana. Naitwa William Malechela au Lemutu Superbrand. Kama mnavyojua mimi huwa naongea kwa facts, yani siendieni. Okay, kitu cha kwanza kilichotuleta hapa ni kuja kuwaambia kwamba kwa ujumla wetu kama mabalozi wa kampuni ya maziwa ya Asas ambayo makao makuu yake yako Iringa, tarehe 25 wote kwa pamoja tutasafiri Iringa na tutaenda kuiwakilisha kampuni yetu ya Asas ambayo ipo Iringa. Tutaenda kujiunga nayo katika kusherehekea sikukuu ya maziwa duniani, sikukuu ya maziwa ya taifa, na tutakuwepo kule kwa muda wa siku 2. Asas ni nani? Asas ni kampuni ya maziwa ambayo pia inajishughulisha na shughuli zingine za real estate, usafiri wa maroli, lakini sisi our main interest hapa ni maziwa. Ni kampuni inayotengeneza maziwa. Sasa tumesema maziwa, ni kwamba maziwa yana tofauti, whether you like it or not. Hii ndio kampuni pekee yake Tanzania inayotengeneza maziwa fresh kutoka kwenye ng'ombe. Mmenisikia? Naomba kurudia tena. Hii ndio kampuni Asas pekee yake inayotengeneza maziwa fresh from the cow, maziwa yanayotoka kwenye ng'ombe. Ndio maana haya maziwa, kama umeshawahi kunywa maziwa ya kawaida sijui fresh nini, ukigusa haya huwezi kurudia tena yale mengine, kwa sababu haya maziwa ni straight from the cow. Yaani kidogo tu yamewekwa kwenye chupa, lakini yametoka kwenye ng'ombe yakaja kwenye chupa. Ndio tofauti ya Asas na maziwa mengine. Na kama kuna kampuni yote nyingine inatengeneza maziwa ya ng'ombe, naomba wanishtaki mahakamani kama nasema uongo. Otherwise tunakwenda Iringa kwenda kulifahamisha taifa umuhimu tena wa maziwa. Ninaamini kwamba kila Mtanzania anaelewa umuhimu wa maziwa, kwa sababu sisi wote hapa I know kwamba tumelelewa kwenye maziwa, tumenyonyeshwa maziwa, tumekulia kwenye maziwa. Kwa hiyo sisi wote humu ndani tunatakiwa kuwa mabalozi wazuri kwa kila mtu umuhimu wa maziwa. Na sheria ya dunia inasema hivi, binadamu anatakiwa anywe angalau glasi 1 kwa siku ya maziwa. Na kwa mwaka binadamu anatakiwa anywe lita 200 za maziwa. Watanzania wengi tunakunywa lita 49 tu kwa mwaka ya maziwa, ambayo it's wrong. Kwa hiyo guys, for that naomba kusema thank you, na tarehe 25 tutakuwa Iringa. I believe kwamba kuna watu hapa tutakwenda pamoja, na wale ambao hatutakwenda pamoja, please follow it, halafu tuendelee kuhamasisha maziwa. Thank you guys. Asante. Sasa ningemuomba ndugu yangu Jacob Steven JB Juzi nimeona kwenye social media kuna watu wanasema JB t-shirt sio hazimtoshi, si kitu gani. Ile siku aliamua tu. Simuona huyo hapo bwana, modo hiyo. Uko bia. Okay. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, mimi naitwa Jacob Steven, ni mwigizaji na mtayarishaji wa filamu. Natokea kampuni ya kutengeneza filamu ya Jerusalem. Lakini pia nimepata bahati ya kuwa mmoja kati ya mabalozi wa Asas. Na Mungu amenisaidia, nimekuwa mabalozi katika sehemu nyingi, lakini nimefurahia sana ubalozi huu kwa sababu kubwa moja. Ukiwa balozi wa kitu ambacho unakifanya ama umeshakipractice, unakuwa katika nafasi nzuri sana. Mimi nimesha happen kuwa mfugaji wa ng'ombe. Watu wanaokaa Sinza kule wanafahamu. Na kama ukiangalia picha zamani, wakati Simba inacheza, nilikuwa nawavesha ng'ombe wangu bendera kwenye mapeme. Nilikuwa na ng'ombe mkubwa anaitwa Kibo. Ni ng'ombe mrefu.
Wanaojua ng'ombe ni type ya ng'ombe wanaitwa Friesian, kama unafahamu ng'ombe. Friesian ni ng'ombe wale warefu kama farasi hivi. Wanaitwa Friesian. Kwa mimi nilikuwa nafuga Friesian na nilikuwa nafuga ng'ombe wengine wanaitwa Jersey. Wengine hao ni wadogo wadogo kidogo. Kwa hiyo mimi ng'ombe na wajua. Na hawa ni wa maziwa ambao takwimu zinasema ni 30% tu ya maziwa yanayotoka nchini yanatengenezwa na ng'ombe hawa wa maziwa. 7% bado tunategemea ng'ombe wale wa kienyeji. Kwa hiyo nilivyoteuliwa kuwa balozi nilifurahi kwa sababu najua maziwa ni nini. Na sio siri, moja ya sababu ya kuwa giant, narudia tena, kuwa giant, lazima mtofautishe kati ya giant na mtu mnene. Mimi ni giant. Ni maziwa. Ukiangalia watu wanaotoka katika sehemu ambazo wanafuga maziwa, utawakuta wana miili mikubwa. A good example ni sehemu kama Usukumani kule Mwanza na sehemu nyingine. Jamani, maziwa ni kitu muhimu kuliko tunavyopiga kelele hapa. Mimi nashukuru sana wazazi wangu kwa kunipa nafasi ya kuwa na kunywa maziwa mara kwa mara. Yamenitengeneza mtu mimi ambaye ni tofauti na watu wengi nyinyi ambao mko kama jamii ya watu wa Asia, sipendi kusema nchi. Lakini sababu ya maziwa, maziwa yana protein, maziwa yana wanga, maziwa yana maji ambayo yanasaidia mmeng'enyeko wa chakula, maziwa yana madini mengine kama 4-5. Sasa ni maziwa tu unaweza kupata madini yote haya. Unaweza kupata vitu vyote, ukapata fat, ukapata protein, ukapata wanga na madini haya ya chuma. Only kwenye maziwa tu unaweza ukapata. Kwa hiyo kila kitu kingine chochote huwezi kupata vitu vyote hivi. Na kibaya ambacho si sana, ni vizuri mtu aanze kunywa maziwa tangu mtoto. Ukishafika umedumaa, utakunywa ndio itakusaidia kidogo. Lakini watoto, na ndio maana moja kati ya vitu ambavyo tunaenda kufanya ni kuhamasisha unywaji wa maziwa kwa watoto mashuleni. Zamani mimi nilipokuwa nasoma, zamani sana, wachache watakuwa walisoma kipindi hicho, labda ndugu yangu Lemutus. Tulikuwa tunakunywa uji ule unaitwa uji wa bulga. Sijui hata kama mnafahamu. Lakini ndani ya ule uji tulikuwa tunawekewa maziwa. Na tukumbuke watoto wanapotoka asubuhi, wanatoka asubuhi sana, hawana muda wa kunywa chai wala kula kitu chochote. Kwa hiyo mpaka ikifika saa 5 saa 6 huyu mtoto amechoka, hawezi kusikiliza, concentration yake darasani inakuwa ndogo sana. Kwa hiyo sisi kwa tuna break zamani, alafu tunapata ule uji ambao umechanganywa na maziwa. Kwa hiyo Asas walivyorudi, na nimesikia karibu shule 25 kama sikosei, wana sponsor maziwa, ilinikumbusha huko. Jamani, unywaji wa maziwa si hadithi, ni kitu kizuri na muhimu. Hatujachelewa sana hata sisi. To practice, tuanze kunywa maziwa. Wametoa takwimu ndugu zangu hapa kwamba tunatakiwa tunywe glasi moja kwa siku. Watu 49 milioni 49, sio 49 ndio wanakunywa maziwa Tanzania. Lakini nchi jirani wametuzidi pia. Tunatakiwa tupate glasi 200 kwa mwaka, lita 200 kwa mwaka. Nchi jirani hawanywi sana. Lakini takwimu zinasema wenzetu wameshoot up, wamefika half of it. Wanakunywa lita 100. Sisi hata half 50 hatujafika. Kwa hiyo tuhamasishane wenyewe kwa wenyewe, unywaji wa maziwa ni kitu muhimu, na hata watoto wetu tuhakikishe wanakunywa maziwa. Itasaidia kutengeneza mbegu ambazo sasa zinapotea. Angalia hata wachezaji wetu. Zamani tulikuwa tuna wachezaji ma giants. Angalia wachezaji wetu kwa wapenda mpira wadogo. Maziwa. Asalamu alaykum. Asante kaka. Bwana naomba hapo kwenye mlango mtu anayetoka au anaingia, kumbuke basi kufunga mlango. Hasa press inapokuwa inaingiliana na masauti ya nje hapo. Please guys. Sasa ngojea sasa tumuite Maulid Baraka wa Kitenge, mmoja ya mtangazaji mahiri wa sports katika taifa hili na East Africa kwa ujumla. Jamani, salama lakini sawa. Bwana, mimi kama alivyosema Haji, mimi ni Maulid Kitenge, balozi wa Asasi, na tunaelekea katika wiki ya unywaji maziwa. Na watangulizi wangu hapa wamesema kabisa, wameelezea umuhimu wa maziwa, protini, wanga, maji. Jamani, maziwa ni muhimu kweli kweli. Mimi nafanya sana mazoezi, nikimaliza tu mazoezi na kunywa maziwa. Mimi sasa sinywi glasi moja kwa siku. Mimi nakunywa glasi kama 5. Nakunywa asubuhi, nakunywa maziwa. Mimi nafanya diet. Kwa asubuhi nakunywa maziwa,
mchana unaweza ukanipita mimi nikanywa maziwa, shughuli ikaisha. Naona bwana, jioni kabla sijaenda mazoezi na kunywa maziwa, kwa sababu tumbo lipo tu jepesi. Kwa hiyo jamani, tunyweni maziwa, na maziwa yananipa nguvu. Yaani najiona kama nakula kama wewe unavyokula wewe. Alafu niwape siri ya maziwa ya Asas. Ni maziwa ambayo ni bora kabisa. Mimi nimetoka nayo, nimekwenda nayo Uingereza. Waingereza wameyakubali, nimeenda nayo Marekani, wazungu wameyakubali. Yaani kila nilipopeleka bidhaa hii imekubalika. Yaani mtu anakunywa tu test yake ile anaikubali. Kinywa yogurt ya Asas unaikubali, kinywa maziwa ya Asas unaikubali. Kwa jamani, tunyweni maziwa. Mimi sina mengi, wenzangu wamesema mengi sana. Tutakutana Iringa. Twendeni Iringa, wiki ya maziwa tukaihitimisha huko. Asante sana. Asante Maulid. Na Maulid wote mnamjua jamani. Anaanzia ile jogging yake ile, kama nakwenda mimi wallahi nakufa. Siku moja tu naenda kaburini. Siku hiyo hiyo. Shekhe kukata kila siku boda lile kilomita 18 21 mchana wa jua kali. Nikijaribu siku hiyo napelekwa Kisutu. Siku hiyo hiyo. Sasa nimlete ndugu yangu Mpoki. Mwarabu wa Dubai. Mwarabu wa Dubai. Nimalize kabla sijaanza. Haya. Maliza. Sawa, jamani, habari za mchana. Mimi naitwa Mujuni Siliveri. Wananijua kama Mpoki, wananiita hivyo. Ni kama balozi kutoka kampuni ya Asas. Uwepo wetu hapa kila mtu ameshasema, lakini kwa yale machache tu pia ningependa kumshukuru mama yangu kwa kunizaa. Maana nashukuru, kwanza nimezaliwa Ocean Road. Baada ya kuzaliwa mimi ile hospitali ikawa izalishi tena, wanatibu kansa. Kwa mimi ni mtu wa mwisho kabisa kuzaliwa karibu na Ikulu pale. Na kwa sasa nina followers milioni 2. Nawashukuru sana. Bila nyinyi nisingepata watu, japo matusi ni mengi. Watu wanataka uishi kama wanavyotaka wao, afu wao wanaishi kama wanavyotaka wao. Mimi niishi kama wanavyotaka wao, afu mimi pia niishi kama wanavyotaka wao, na wao wanaishi kama wanavyotaka wao. Kwa hiyo haiwezekani kwenye maisha. Ni kama mende. Wadudu wengi wanakufa, lakini kifo cha mende ndo maarufu. Kampuni ya Asas inazalisha vitu vingi sana, ikiwemo maziwa. Ndo kazi zetu, tutafanyaje? Kila kitu kifanye kazi yake, tairi izunguke, injini wake, au sio? Kampuni Asas inazalisha maziwa. Lengo la kuzalisha maziwa kama walivyosema wengi waliopita, na protini na vitamini, pia maziwa ni chakula, ni afya. Lakini kauli mbiu ya Asas ni kunywa glasi ya maziwa kwa afya bora na elimu bora, haswa kwa watoto. Na mwaka 2018 Asas ilitoa takriban lita 300,000 kwa mikoa mitatu: Njombe, Mbeya na Iringa. Na kwa nini wiki ya kitaifa ya maziwa iliyotangazwa na naibu waziri wa afya Bwana Faustin Ndugulile, mbunge wa Kigamboni, imeshaelezwa kitaifa itafanyika Iringa na faida za maziwa zinajulikana. Tusichoshane. Lengo kubwa la kwenda Iringa. Iringa katika tathmini imeonekana ndio mkoa ambao kuna watoto wengi wenye ulemavu wa lishe. Kuna ulemavu wa aina nyingi sana. Kuna watu wana vilema panatembea nazo. Lakini ulemavu wa lishe ndio unawaathiri sana watoto wa Iringa. That's why ile tamasha limekwenda Iringa. Kwa tarehe 25 tutakuwa pale, tarehe 24 tunasafiri, 25 tutafanya tamasha letu, 26 tutarudi. Ni hayo tu, asanteni na karibuni tena. Umeridhika? Mzee wa kifo cha mende. Mpenzi wa Kagera Sugar. Mzee wa kifo cha mende. Mbona wasemi kifo cha nzi? Hamna bwana, kifo hiyo kweli, lakini umeongea jambo la maana. Nitaitumia terminology wakati mwafaka. Sasa nimwite Steve Mengele aka Nongwa Style.
the boss Boris. Watu 3. Njoo bwana Mengele, tufungie tumalize tukaswali Juma. Anahitimisha jahazi. Anampa nafasi muhimu sana hiyo unajua. Namjua. Ni kweli. Kwanza nimshukuru MC wetu wa leo Alhaji Haji Manara kutoka Ilala Kariakoo, kijana aliyepata nafasi kuwa msemaji wa klabu kubwa, lakini vyeti havijatimia. Lakini ndio mfumo wa nchi yetu. Utakula kutokana na utashi wako, ndio chakula chako, sio kisomo. Unaweza kuwa una kisomo lakini una mipango. Sasa huyu hana elimu lakini ana mipango, anajituma. Congratulations. Degree sio elimu. Congratulations sana. Sasa sisi tuliosoma ndio unakuta sasa anatuendesha hivi. Anatuendesha 442. Huyo ndio Haji. Lakini nashukuru wenzangu, maana bila hawa wote tuliokuepo hapa sisi ni baba mmoja. Tunapingana kwa sera, tunapendana tukiwa hivi pamoja. Ndio maana ya nyumba iliyo bora. Lazima mpishane kidogo. Sasa nianze. Kwanza tumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Bwana John Pombe Magufuli. Aliposema sera ya viwanda, alimaanisha sera ya viwanda ni kama hii, mojawapo inatoa ajira. Kuna wengine wapo kiwandani sasa hivi wanashughulikia maziwa. Lakini kuna wengine tuko kiwandani hapa ndio tunalopoka. Hii ni sera ya viwanda. Umenielewa? Lakini vile vile tumshukuru Mheshimiwa Waziri na wizara yake ya uvuvi pamoja na. Kwa kweli wizara inafanya kazi kubwa sana 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 sana. Na mpaka inapelekea kwenda Iringa, sio Iringa tu peke yake kwa sababu pale pana asasi. Hii haijaanza leo, ilishaenda Tanga, ilishaenda Lindi, ilishaenda mikoa baadhi kuzunguka. Lakini kilele kingine kimeangukia tena wapi? Iringa. Kwa nini imeangukia Iringa? Kwa nini imeangukia Iringa? Tanzania toka tumepata uhuru tuna ng'ombe wengi sana. Unajua watu hawajasoma. Nataka nieleze sasa kisayansi na nilipobarikiwa na Mungu wakati nasoma Makerere. Tanzania ina ng'ombe wengi sana, lakini haikuwa imefungua milango ya kuangalia afya za watu kupitia maziwa. Asasi iligundua hilo na asasi imezaliwa mkoa wa Iringa. Kwa hiyo sasa hivi ukiangalia watu wengi tukiulizwa, au akiulizwa Maulidi Kitenge hapa, au akiulizwa JB hapa, au akiulizwa Anko Zumo hapa, unataka nini katika mwili wako? Atakwambia nataka dawa za kuongeza nguvu za kiume. Uongo bwana? La. Lakini dawa za kuongeza nguvu za kiume moja wapo ni maziwa. Yakitrendi yale kwenye mwili. Maziwa yale yakitrendi kwenye mwili. Yakitrendi kwenye mwili maziwa yale. Yakitrendi yanagota nguvu tayari zimetokea. Kwa hiyo moja ya vitu hii inaonyesha technology. Hii inaitwa one kibadash. Kwa hiyo moja ya vitu tunavyovifanya ni kuhakikisha maziwa ya asasi yanakwenda juu zaidi. Watoto sasa hivi, watoto wengi miaka ya nyuma, haiwezekani ukawa unanenepa mwili, kichwa, miguu, haiwezekani. Inaonekana utotoni ukunywa maziwa JB. Sasa mfumo tunaoenda kuupeleka tunahakikisha mtoto ananenepa toka kwenye ziwa la mama yake. Ananenepa toka kwenye ziwa la mama yake. Akiingia shule ana akili za kutosha kama atakuwa na uhakika wa kunywa maziwa ya asasi. Ukienda Rwanda pale wanawagombania. Ukija Burundi usiseme. Lakini hii brand vile vile kwa taifa ni sifa kwetu. Inaandikwa asasi made in Tanzania. Hakuna tena made in wapi? Made in Tanzania. Mbona mjasoma mwitiki? Made in Tanzania. Mkoa anaotoka Iringa. Ukienda Ipogoro pale, ukienda Kihesa pale, ukienda Malangali pale, Iringa hiyo. Ukienda Ipogoro, ukienda Malangali, ukienda Kihesa, ukienda Ruha pale, watoto wote unawakuta wako Facebook. Watoto wote unawakuta wana nguvu, watoto wote unawakuta wana akili. Sasa sisi tunataka kuazimia ifike wakati tuwapeleke watoto wetu mashuleni na watu wazima
Leo niambie mgonjwa gani anayeumwa mahospitalini huko akiambiwa na mgonjwa, akiambiwa na daktari tukuletee nini, ambiwa tukuletee pombe? Kuna mgonjwa anaambiwa hivyo? Lakini kuna mgonjwa anaambiwa tukuleteni, anasema nileteni maziwa Asas. Leo ukinywa sumu cha kwanza unapewa nini? Mbona wakuongezea na kinywaji baridi? Si ndio anakupeleka motoni kabisa. Sasa maziwa yana uhakika, maziwa yana trend kwenye mwili wako. Kwa mimi nataka kuambia wananchi wa Iringa, Njombe, Makete na mikoa jirani yanayo trend pale kwenye Iringa, njoeni tunywe maziwa yenye uhakika. Maziwa ya Asas yana vitu viwili, nimalizie. Hii nataka nikuonyeshe kwa technology ndio ujue bwana Haji, mimi sio mtu wa mchezo wala wa ovyo ovyo. Maziwa haya yana viinilishe vya kutosha kujenga afya yako ya watoto kimwili, kiakili, na mfano mzuri ni maziwa bora ya nini? Ya Asas. 1, protein kujenga mwili. 1, protein kujenga mwili. 2, madini kujenga mifupa. Mifupa hii inajengwa na madini. Vitamini kulinda mwili na magonjwa. Kuna muda mwingine kichwa kinakuuma, unalakia Panadol. Unalakia, piga maziwa. Gonga maziwa. Kichwa chenyewe kikiingiliana na maziwa ile, kichwa chenyewe kinakwambia no disturbance, kina trend nacho. Maji kusaidia mangineo ya chakula, decision Waingereza wanaita nini? Hairudigi hiyo. Wanga. Sasa hapa kwenye wanga, naomba mnisikilize vizuri. Wanga kupa mwili nguvu. Hivyo maziwa ni muhimu si tu kwa watoto bali kwa kila rika. Sasa hii wanga ndio nilichowaambia ndugu zangu, ndio wanga inavyo trend kwenye nini? Kwenye mwili. Nitakuwepo Iringa. Ndugu zangu wa Iringa, wacheza filamu wa Tanzania waliaibishwa na watoto hawa Kamwene. Kwa nini? Sisi ni waigizaji wakubwa sana Tanzania kutoka Dar es Salaam. Lakini wale watoto wakati wameingia kwenye tuzo walikunywa maziwa ya Asas. Wale majaji waka YouTube wakayaona maziwa Kamwene ikashinda tuzo. Sasa tunarudi Iringa, tunakwenda kunywa maziwa, na ninawahimiza Watanzania wenzangu, kwa sera ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sera ya viwanda Asas imefanikisha, sera ya ajira Asas imefanikisha, sera ya afya bora Asas imefanikisha, sera ya watu wasomi na watu wenye kuridhia na watu wenye misimamo kama sisi hapa Asas imejiridhisha. Tunataka Watanzania mnywe maziwa kwa wingi. Baada ya kusema hayo, asalamu alaykum, tumsifu Yesu Kristo. Twende tukanywe maziwa. Nitakuwepo Iringa na nitaingia na mabangu saa 64. Hiyo ni rekodi hiyo. Haya jamani, sasa kabla ya maswali kama atakuwepo, mimi langu dogo tu, nikirejea katika imani yangu ya dini, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna wakati alipata fursa kwenda sehemu inaitwa Isra. Naomba press jamani moja. Wakati anakwenda Isra, ni safari ya kutoka msikiti wa Maka mpaka msikiti unaitwa Baitul Muqaddas, unaitwa msikiti wa Jerusalem. Mtume alipelekwa safari ile kwa usiku mmoja. Zama hizo hakuna magari, ni mwendo wa ngamia, farasi lakini Mungu kwa uwezo wake alimpeleka kwa usiku mmoja. Zamani ilikuwa unaenda miezi mitatu kwenda Maka na kutoka Jerusalem kurudi miezi mitatu. Sasa katika ile safari, pamoja na kuona mambo mengi, Mtume alishikwa na kiu. Alishikwa na kiu kikali sana. Akaletewa vyombo vyenye vinywaji vitatu tofauti: asali, maji na maziwa. Mtume akachagua maziwa. Akaulizwa, kwa nini umechagua maziwa? Akasema, maziwa yana ubora mara 10 ya asali na mara 20 ya maji. Lakini juzi hapa wataalamu wameprove bila shaka yote, kwa mtu aliyekwama jangwani au akiwa na kiu kikali, kati ya vinywaji vyote vilivyopo duniani, kinywaji kitakachoweza kusurvive zaidi. Imagine wewe ukipata kiu, kitu cha kwanza unakimbilia maji ya kunywa.
lakini wataalamu wanasema kiu inakatwa zaidi na maji na maziwa kuliko maji. Mtume alituambia miaka 1400 iliyokwisha. Maana yangu ni kwamba, na nina hakika hata katika imani ya Kikristo hakuna kinywaji ambacho kimepewa utukufu kama maziwa. Na hakika hiyo tu, ingawa sio mtaalamu sana wa Bible, lakini lazima itakuwa, ndio baba mchungaji. Kwa hiyo hii maana yake nini? Maana yake hili jambo tuanze kujizoesha kunywa maziwa na tukahimize watoto wetu, kama alivyosema JB. Ni kitu kizuri tukianza hii kampeni kwa watoto wadogo, watatusaidia wale watoto kwanza. Ukishazoea Tanzania tusiwe kila kitu cha mwisho. Hapa ilitolewa details hapa, nadhani na Shafi au 68, kwamba tunazidiwa mpaka na maji. Basi kila kitu tuzidiwe, hata kunywa maziwa tunazidiwa na Kenya, Uganda, why? Yaani si kila kitu wa mwisho. Basi maziwa, afu tuna ng'ombe wengi kwa Kenya, si ndio? Lita 100,000. Mimi mwenyewe kusema ukweli, watu wangu wanakunywa maziwa. Mimi mwenyewe lazima nisipini mkweli. Maziwa mimi mwenyewe nilikuwa si. Lakini sasa hivi na mimi najitahidi angalau niwe nakunywa maziwa, na kwa sisi natuondolea masumu mengi njiani. Kwa hiyo naomba na nyinyi waandishi mtusaidie kumalizia, kwamba mtusaidie kutuimizia hii kampeni yetu. Na ni kampeni ya kitaifa. Ni wenyewe ni wa Tanzania. Faida ya watoto wakiwa na afya bora tunaipata wote, lakini faida hii inawarejea direct. Kwa mtusaidie kupitia vyombo vyenu vya habari, na kama nilivyowaambia kwamba sasa haiwezi, najua ile jambo la kibiashara na nyinyi mna shughuli zenu, tumeweka hapa kwa muda mrefu. Kwanza ngoja niwaambie jamani, ndugu zangu. Nianze na hilo la kwanza, hilo la tatu atasaidia. Hilo la kwanza jamani, hii kampeni unaposema Asas ina mkakati gani au ilifanya nini, yani nasubiria siku ya kilele, nadhani tulieleza vizuri sana. Kwa miaka mingi Asas imeshiriki katika kampeni ya kuhamasisha wananchi wanywe maziwa. Brother, sio kitu cha mchezo kutoa lita 300,000 bure kwa mikoa mitatu, sio mkoa mmoja. Mashule yaliofikiwa, kama hebu imagine, sababu Asas kuna makampuni mengi ya maziwa, kuna watu wengi wana uwezo wa kununulia. Kwa hiyo kila mtu afanye kwa uwezo wake. Hatuwezi kwamba Asas nchi nzima tutaifikia kwa siku moja. Tumeanza mahali, wengine watakuja, lakini tutakwenda mikoa kwa mikoa. Sasa swala kwamba inafanyikia Iringa ni kwa sababu kwanza kampeni ile ya kitaifa imepangwa kilele chake kiwe Iringa. Na alisema hapa Mwarabu wa Dubai au kama nani sio, alisema kwamba mkoa unaongoza kwa watoto ambao kwa bahati mbaya wamepata ulemavu wa lishe ni Iringa. Kwa serikali, sababu hii ni issue ya serikali, sio kwamba Asas. Serikali imeona maadhimisho ya unywaji wa maziwa yafanyike kitaifa kwenye mkoa ambao umeathirika na unywaji wa maziwa. Labda kuna wenzangu wanataka kuongezea JB chochote. Watu wanakwenda kwa data, yani hiyo pesa iliyotumika, kwa sababu hii hapa ni nusu lita na hii kwa sokoni ni 2,500. Kwa hiyo ina maana kwa lita ni 500. Kwa hiyo kwa 500 na kwa hiyo 5 ukija kwa 300 unaweza kupata kwa 300. Kwa kifupi, hili ni zoezi ambalo sisi wa Tanzania liwe letu, lisiwe kampeni ya Asas tu. Yani ni jambo la unywaji wa maziwa. Yani hizi kampeni hizi za kitaifa tuanze, hasa sisi generation mpya. Ngoja nikwambie, mimi na nafasi kubwa ya kubadilisha mindset za watu, sio tu za unywaji maziwa na kampeni nyingine. Mindset, unajua tuna shida ya mindset zetu wa Tanzania, hatubadilishi mitazamo wetu. Mtu kunywa maziwa mpaka uandikiwe na daktari, akishakuandikia kanywa maziwa mengi na unaanza kunywa. Tubadilishe hizo akili zetu hizo. Another question. Hilo la nyingine Mozambiki, huyu ngoja niwaambie, hawa watu ambao wanakaa kutoka huko Wahadzabe, kuna makabila ambao kusema kweli miaka ya nyuma ilikuwa hata mashuleni hawaendi. Yes, kupeleka shule kule ilikuwa ni shida sana. Kumuona kijana kama huyo ambaye, hebu mfikiri, anatoka Manyara kwa mguu
mpaka Dar es Salaam kwa ajili ya kuhamasisha mambo ya mpira. Kampuni ya Asas imemuona anafaa na kuhamasisha au kutangaza product za Asas. Lakini sasa leo anakwenda kwenye kampeni nyingine ya kuhamasisha unywaji wa maziwa. Ujumbe wake huyu utakuwa tofauti na wa mimi. Huyu anaijua faida ya maziwa direct. Sisi tulozaliwa Dar es Salaam hapa, haki ya Mungu na mtume, mimi na hakika kuna watu miaka 3 hawajanywa maziwa. Mimi nawajua, mimi mwenyewe mpaka kwenye chai. Mimi hapa ninapokuambia kunywa maziwa mpaka kwenye chai ndio nianza juzi baada ya kampeni kuanzishwa na serikali na yani kinyo ilikuwa yani mimi jamani, mimi balozi wa ajabu nilikuwa. Sasa zinaangalia na apeleka nyumba. Yani sipendi, sio utamaduni nilokulia kama wenzetu. Hawa akisema huyu inaeleweka. Kwa hiyo naomba muelewe ninaposema huyu ana heshima. Zamani tulikuwa tunasema Wamasai wa kurufi huyu kijana huyu ni mstaarabu. Juzi nilikuwa naye mpirani Chamazi. Haki ya Mungu ni kijana mstaarabu. Yaani namaanisha ni kijana mstaarabu bwana. Alafu angalia wewe ukitakuwa mimi mstaarabu, wewe angalia sura yake ilivyo. Sura rahimu kabisa. Sura kipole. Basi watu wa kike muangalie vizuri. Haya, tuendelee swala mwisho. Tunataka kwenda kuswali. Ni shule gani unataka kumpeleka mwanao baada ya kuhitimu elimu ya msingi ama shule ya kumhamishia? Bas, Kaka Ben Best Choice Center Group tuna fomu za shule mbalimbali za sekondari, uwe bweni au kutwa, jinsia moja au mchanganyiko. Fomu za kujiunga tumekusogezea, ama piga simu namba 0752 46 25 45 na ifanye kuwa yako. Nyote mnakaribishwa.